Natumaini umeamka salama kabisa, mtazamaji wa Zone Media. Karibu sana ni kujuze yale yote ambayo yametokea na yanazidi kutokea katika anga za kimataifa. Taarifa ni kwamba Irani imefanya mashambulizi kwa siku ya pili katika kambi za Marekani, lakini pia ikishambulia meli katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Ripoti inaeleza kwamba mvutano kati ya Marekani pamoja na Irani umeendelea kuongezeka baada ya Irani kudai kufanya mashambulizi mapya dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani katika nchi kadhaa za Mashariki ya Kati. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC lilisema lilifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya kituo cha anga cha Sheikh Issa nchini Bahrain pamoja na vituo vya anga vya Al-Aslem na Ahmad Al-Jaber nchini Kuwait mapema Alhamis. Kwa mujibu wa IRGC, kituo cha anga cha Al-Azraq nchini Jordan pia kililengwa kwa makombora 12 ya ballistic, ikiwa ni sehemu ya operesheni ya kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani ndani ya Iran. Irani pia imedai kushambulia meli mbili za mafuta zilizokuwa zikisafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz, ikizituhumu kujaribu kupita katika eneo hilo kinyume cha sheria. Kufuatia mashambulizi hayo, Bahrain iliwasha ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga mara mbili, huku Kuwait ikitangaza kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikiendelea kukabiliana na malengo ya anga yaliyokuwa yakikaribia. Katika taarifa yake, IRGC ilisema mashambulizi hayo ni jibu la moja kwa moja kwa kile ilichokiita ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani mwezi Aprili. Mashambulizi hayo yamefanyika saa chache tu baada ya kamandi kuu ya Marekani CENTCOM kutangaza mashambulizi mapya dhidi ya malengo kadhaa ya kijeshi ndani ya Iran. Jeshi la Marekani limesema operesheni hiyo ilifanyika kwa maelekezo ya Rais wa Marekani Donald Trump na ilikuwa ni jibu kwa kile ilichokitaja kuwa uchokozi unaoendelea kutoka Iran. Hali hiyo inaongeza hofu ya kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati, huku pande zote mbili zikiendelea kubadilishana mashambulizi. Sasa hii ni awamu nyingine ya pili ya Irani kushambulia kambi za Marekani, Bahrain pamoja na Kuwait, lakini pia ikiwemo nchi ya Jordan. Kuna kambi pale ya Al-Azraq ambayo pia imeshambuliwa jana kwa makombora 12 ya balistiki moja kwa moja kutoka nchini Iran hadi katika kambi hiyo ya Al-Azraq nchini Jordan. Na mwendelezo huu wa mashambulizi, nchi ya Bahrain pamoja na Kuwait zimekuwa ni nchi mama kwa kipindi hiki ambazo zinashambuliwa mara kwa mara. Yaani ukisikia Iran imefanya mashambulizi, basi ujue lazima imepiga kambi za Marekani pale Bahrain pamoja na Kuwait. Hasa Kuwait inasadikika kwamba kuna kambi ya Marekani ambayo inahusika kufanya mashambulizi kuelekea nchini Irani kwa hivi sasa. Kutoka nchini Kuwait hadi nchini Irani sio mbali sana, ndio maana Marekani inatumia kambi hiyo iliyoko nchini Kuwait kufanya mashambulizi huko nchini Irani. Kutoka nchini Kuwait hadi nchini Irani ni karibu sana kupitia Ghuba ya Uajemi, kwa sababu kuna kilomita 590 hadi 690 kwa ndege, lakini pia mipaka yao ambayo iko baharini imetenganishwa kwa takriban kilomita 200 hadi 250 tu. Sasa ni unaweza ukaona mtazamaji ni ukaribu wa kiasi gani kutoka Kuwait hadi nchini Iran. Ndio maana Irani inafanya mashambulizi Kuwait ikiamini kwamba mashambulizi hayo yanatoka katika kambi ya Marekani iliyoko nchini Kuwait. Mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi hapa. Kuna mengi sana ya kukujuza ambayo yametokea. Ni kusihi usubscribe, kwa sababu jambo hili la kwanza ndio linaleta jambo jingine hapo baadaye.